Mkutano huu mkubwa unatarajiwa kukutanisha zaidi ya wawekezaji 500 kwa mataifa mbalimbali duniani hapa Zanzibar. Katika siku hizo 3 za mkutano huo, nimearifiwa kuwa wawekezaji watapata fursa ya kutembelea na kuona miradi mbalimbali ya maendeleo ya uwekezaji hapa Zanzibar. Hii itatoa nafasi ya kipekee kwa wageni wetu kujionea mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na hatua kubwa zinazochukuliwa na serikali katika kukuza uchumi wa taifa letu. Mkutano huu utajumuisha matukio mbalimbali ikiwemo investment master classes zitakazojadili mada muhimu zinazohusu namna ya kuandaa miradi katika masoko yanayochipukia, yani emerging market, mbinu za kupunguza vihatarishi vya uwekezaji kupitia risk mitigation and blending finance, pamoja na fursa za uwekezaji zenye faida kubwa katika sekta ya kilimo, biashara, viwanda na usafirishaji na ugavi, yani logistics. Kadhalika kutakuwa na mijadala mbalimbali ya kitaalamu, yani panel discussions, itakayowakutanisha wadau wakubwa wa maendeleo, wawekezaji, taasisi za kifedha na viongozi wa sekta za serikali na binafsi kujadili mustakabali wa uchumi wa Zanzibar, ikiwemo mada muhimu kuhusu what defines Zanzibar's next growth phase, yani nini kitakachobeba hatua inayofuata ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar. Mkutano huu pia utatoa nafasi maalum kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi maarufu wanaojulikana kama diaspora kupitia Diaspora Breakfast Day, ambapo utajadili namna bora ambayo ndugu zetu wanaoishi nje ya nchi kuweza kushiriki katika uwekezaji wa maendeleo ya Zanzibar kupitia mitaji, utaalamu na ushirikiano wa kiuchumi. Kupitia mkutano huu, Zanzibar itaendelea kujitangaza kama kitovu cha uwekezaji na biashara katika ukanda huu, hususan katika maeneo ya vipaumbele vya maendeleo ikiwemo utalii, miundombinu, uchumi wa buluu, teknolojia, huduma za kijamii pamoja na sekta nyingine muhimu za kiuchumi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki kwa wawekezaji ili kuhakikisha uwekezaji unaongeza ajira kwa vijana, unakuza uchumi wa taifa na unaleta maendeleo ya moja kwa moja kwa wananchi wetu. Maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ya ushirikiano. Tunahitaji kuendelea kushikamana kama jamii, serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo ili kufanikisha malengo yetu ya kujenga Zanzibar yenye uchumi imara, wananchi wenye afya njema na jamii yenye ustawi. Ninatoa wito kwa wananchi wa Fumba na Zanzibar kwa ujumla kuendelea kushiriki katika shughuli za kijamii, michezo na maendeleo ambazo zinaimarisha mshikamano wetu na kuleta manufaa kwa jamii nzima. Kwa kuwasihi wananchi wa Zanzibar kuendelea kudumisha amani na mshikamano wa nchi yetu. Maendeleo endelevu yanayoonekana ni matokeo chanya ya uwepo wa amani na utulivu hapa nchini. Hivyo ni vyema kuendelea kuitunza amani hii kwa maslahi ya taifa letu. Rais wetu Daktari Hussein Mwinyi na Daktari Samia Suluhu Hassan wamekuwa vinara wa kuhamasisha amani kwa muda wote. Nasi wananchi naomba sana tuendelee kuidumisha amani, tukiamini kwamba amani hii inatusaidia kwa kiasi kikubwa kuijenga nchi yetu kwa mafanikio makubwa sana.